Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Salama? Sijajua, mimi huku ni salama, lakini wewe usalama wako sijajua, kwa sababu mwisho wa siku ulikuwa kwenye uwanja wa vita naambiwa. Usalama huku ni mdogo kwa sababu Wabantu wako mashakani, mwalimu wa neno la Mungu. Kama ninavyosema, Wabantu wako mashakani barani Afrika. Wabantu wameanza kuuawa mmoja baada ya mwingine. Kwa usalama, Mwakilembe, usalama huo kama tunavyosema ni amani, amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake, maeneo mengine amani hakuna. Huku tuliko sisi Fizi huku taifa hili la Patrice Emery Lumumba, nazungumzia ndani ya Kongo huku, mwalimu, amani hakuna huku Fizi huku, amani hakuna kabisa. Na hapo ukiongelea swala la Wabantu, tumesikia kuna mgogoro kati ya Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa makundi haya ya waasi, muunganiko tuseme wa makundi ya waasi. Maana wengi wanamfahamu kama kiongozi wa M23, lakini yeye sio kiongozi wa M23, ni kiongozi wa makundi ya waasi AFC. Tunasikia ameingia kwenye mgogoro na rais wa Rwanda Paul Kagame. Sasa sijajua mgogoro huo unahusiana na nini, nikasema nikutafute mwalimu wa wachambuzi uweze kutuambia kidogo. Kwa mtu ambaye amechangia kwa asilimia kubwa mpaka M23 ama M23 kuingia ndani ya Goma kirahisi mno na kuweza pia kupenyeza katika vijiji vingine vya jirani kirahisi mno, basi hauwezi kumsahau huyu mtu anayefahamika kama Corneille Nangaa, ambaye mwaka 2018 mwaka 2019 vya habari vya mataifa, hizi ni taarifa za ndani kabisa ndugu yangu Mwakilembe, ni kwamba ameandika barua. Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa mpito wa kundi la M23 ameandika barua kwa Felix Tshisekedi akiomba msamaha kwamba anataka kurudi kwenye serikali ya Kongo, anaomba asamehewe. Utakumbuka viongozi wa Nangaa wote hao ni viongozi ambao wamezaliwa Kongo Mashariki. Unapozungumzia wakina Sultan Makenga amezaliwa Kongo Mashariki. Unapozungumzia wakina Bertrand Bisimwa, unapozungumza wakina Corneille Nangaa Kongo Mashariki, unapozungumza nani mwingine yule huyu kiongozi aliyepita wakina Nkunda Batwali Migo wamezaliwa Kongo Mashariki. Unapozungumza kina Jini Bosco Ntaganda, wote hao wamezaliwa Kongo Mashariki. Ndio maana kule wana ushawishi mkubwa, wana umaarufu mkubwa, wanakubalika sana. Kwa maana ni kwamba moja ya kampeni kubwa ya M23 inayoungwa mkono na Paul Kagame, ambaye analaumiwa na Umoja wa Kimataifa kwa kusababisha machafuko na watu wengi kuuawa kule Goma, ni kwamba lengo la M23 lilikuwa ni kuchukua hiyo Kongo Mashariki, maeneo ambayo kwa asilimia kubwa wapo Watusi wengi ama kwa wingi zaidi, lakini sio kwenda mpaka Kinshasa. Lakini Nangaa yeye lengo kubwa anataka operation ifanyike, vita vipuro mpaka Kinshasa kwenda kumuondoa Felix Tshisekedi. Lakini Nangaa ametofautiana kidogo na kiongozi wa Rwanda, anamzungumzia Paul Kagame katika baadhi ya maeneo, na mwisho wa siku Nangaa ameandika barua kwa siri kwenda moja kwa moja kwa serikali ya Kongo kwamba naomba asamehewe, na in case akashindwa vita basi wampokee. Utakumbuka wakati huo serikali ya Kongo, mahakama kuu ya Kongo imetangaza Nangaa akamatwa akiwa amekufa ama akiwa yupo hai, ndio taarifa ambazo zipo. Lakini Nangaa yeye ameomba msamaha na ameomba apokelewe na serikali ya Kongo kwamba amekosa yeye ana mpango tena wa kuendelea na M23 kama serikali ya Kongo itaweza kumpokea ama na kumkubali ama na kumsamehe makosa ambayo ameyafanya. Lakini kwa asilimia kubwa utofauti umekuja baada ya Nangaa kuchagua viongozi wake na wataka yeye na kuwapachika huko Kongo Mashariki, kwa sababu utakumbuka Paul Kagame ndio ametumia nguvu kubwa na pesa nyingi. Hatujui Paul Kagame anapata wapi pesa, hatujui nani kampa, lakini utakumbuka Makelele vita ni gharama kubwa sana. Kuendesha vita gharama yake ni kubwa mno. Tunajiuliza nani ambaye anafadhili M23? Umoja wa Kimataifa umesema ni Kagame. Felix amekuwa ni Kagame. Umoja wa Ulaya umesema ni Kagame. Marekani umesema ni Kagame ndio anayehusika na ufadhili wa watu ambao wamekufa huko Kongo mpaka sasa hivi Kongo Mashariki. Watu 10,000 wamekwisha aga dunia. Na wanazika watu kila siku mpaka inafika hatua wale wanaozika watu wamechoka kuzika watu pia. Lakini Kagame alimuoji Nangaa, akamwambia Corneille Nangaa, nani amekupa mamlaka ya kuweza kusimamia na kuteua viongozi mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambayo mpaka sasa hivi maeneo hayo yako chini ya udhibiti wa M23. Ndio tofauti imekuja hapo. Maana ni kwamba Paul Kagame yeye alikuwa anataka yeye ndio ateue viongozi kutoka Rwanda ndio waende wakasimamia katika maeneo ambayo yako chini ya M23 na sio kitendo hicho kifanywe na Corneille Nangaa. Utofauti umekuwa ni mkubwa mno. Lakini pia vile
imekuja kuonekana wazi ya kwamba Colonel Nangaa anawasiliana na serikali ya Rwanda, anawasiliana pia na serikali ya Felix Tshisekedi wakati huo. Na pia vile vile tumekuja katika swala zima la umiliki wa migodi ambayo ipo Kongo Mashariki mwa Kenya. Kongo Mashariki ni ukanda ambao una utajiri mkubwa sana wa madini mbalimbali, lakini pia mpaka mafuta yapo kule, na kiasi kwamba baadhi ya migodi imekuwa iko chini ya Colonel Nangaa, amekuwa akijitangazia umiliki katika maeneo mengi. Swala hili limeta shida kubwa pia kwa Paul Kagame, mpaka kufika hatua wametofautiana, na sasa hivi anajificha ficha, bado hajaonekana hadharani. Siku ya 7 mpaka hivi ninavyozungumza naye Mwakilembe ni kwamba wakati mkubwa pengine anaweza kauawa asipokuwa makini, lakini tumesikia taarifa kwamba bado Nangaa na Paul Kagame bado wapo katika mabishano kwamba baada ya operation kukamilika, baada ya Kongo Mashariki kuwa chini ya M23, nani atakuwa rais wa sehemu hiyo, nani atakuwa msimamizi wa sehemu hiyo. Lakini Nangaa yeye ni kiongozi ambaye ni mgeni. Kumbuka yeye ni mgeni tu ambaye ni kiongozi wa kisiasa. Na inavyoonekana Mwakilembe ni kwamba Colonel Nangaa yeye anatumika kisiasa. Yaani yeye yupo kisiasa kwa ajili ya kuhamasisha watu, kufanya mobilization mbalimbali, yaani hamasa na kuunganisha viongozi wa pale. Lakini Colonel Nangaa hana mamlaka yote yale makubwa ndani ya M23. Ndivyo jinsi ndugu yangu Isabel Mwakilembe. Una lingine? Sawa, hilo nimekuelewa vizuri. Kuna mtu mmoja, kwa dakika moja tu katika kumalizia, kuna mtu mmoja alisema kuwa Colonel Nangaa anatumiwa na wale wa nini, kwa sababu M23 utakuwa unaongelea Watutsi, kwa kuwa anatumiwa, lakini wakishakamilisha adhima yao huyo lazima wamuondoe, yani kumuua. Sasa je, ndio linakaribia huko hilo jambo au imekuwaje? Pengine na yeye Colonel Nangaa ameona huku ndiko tunakuelekea, ndio maana ameamua kuomba msamaha kwa serikali yake, au ni nini kinachokuwa? Cha kwanza kabisa, Mwakilembe hawezi kuongoza nchi ya wafu. Yaani huwezi kuongoza nchi ya wafu, nifahamike tu hivyo kwamba kwa lugha nyepesi kwamba ukiua, na sio tu kuongoza nchi ya wafu, lakini pia vile vile ni kwamba ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 26:52 Mwakilembe. Lakini ifahamike tu ya kwamba Colonel Nangaa yeye kule ni nyumbani kwao. Yule ni kiongozi wa kisiasa, ni kiongozi ambaye alichukizwa mno na kitendo cha Joseph Kabila kuruhusu Tshisekedi awe ndio rais wa Kongo badala ya kumruhusu Martin Fayulu. Nangaa ni kiongozi wa kisiasa, hana mamlaka makubwa yote yale ndani ya serikali ndani ya M23, na pia vile vile yeye mwenyewe hajui hatima yake ni nini baada ya M23 kushika madaraka ukanda huo wa Kongo Mashariki, hajui hatima yake ni nini. Lakini pia vile vile tofauti kubwa sana kati ya Colonel Nangaa na Paul Kagame katika swala zima la uongozi, kwamba yeye nafasi yake itakuwa wapi baada ya operation kukamilika. Na pia vile vile ana wasiwasi ya kwamba Paul Kagame ana tabia ya kuua viongozi wake pale ambapo unapokuwa tofauti, pale ambapo unapotofautiana na Paul Kagame, pale ni kwamba wewe kifo kinakutafuta. Wewe kifo kinakuwa mlangoni kwako. Kwa maana yake Mwakilembe ni kwamba bado M23 mpaka sasa hivi hawaelewani, na bado haijafahamika nani hasa ambaye ataweza kuwa kiongozi mkuu wa M23, kwa sababu wako viongozi ambao wanafahamika, wakina Bisimwa Batlande, wako viongozi wanaofahamika kama wakina Sultan Makenga. Na wa viongozi hao wawili Bisimwa Batlande na Sultan Makenga wamekuwa na utamaduni wa kuwa viongozi wenzao ambao wamekuwa wakiwaisha kwamba wamekuwa ni mamluki ama pengine wanatumika. Na kumbuka vile Mwakilembe, Colonel Nangaa kama yeye kwao ni huko Kongo Mashariki, huko ndo nyumbani kwao. Lakini hajawahi kushika mamlaka yote ndani ya M23. Hajawahi kuwa kiongozi wa M23. Ni juzi tu baada ya vuguvugu la uchaguzi kupita hapa kati ya Joseph Kabila na ndugu yake Felix Tshisekedi, ndo Nangaa kaasi, ndo ameasi. Kwa maana Nangaa anataja kuuawa ndani ya M23 asipokuwa makini. Lakini pia vile vile anatakiwa akubaliane na hatua na utaratibu ambao ameweka Paul Kagame ndani ya Kongo. Vinginevyo akileta ule ukongomani ule anaweza akauawa. Lakini Mwakilembe, nadhani Nangaa sio mtusi pia. Ufahamu pia Colonel Nangaa huyu ambaye ametumia nguvu kubwa kuhamasisha watu, anapigiwa makofi, anapokelewa, anafagia mtaani kana kwamba ni mwanasiasa mkongwe. Kumbuka pia sio mtusi. Sio mtusi Nangaa, kwa nadhani ni Mhutu. Kwa hiyo kwa ukabila huo ama kwa nafasi hiyo
inakuwa ni ngumu kwake Nangaa kuweza kukubalika moja kwa moja na kundi la M23. Mungu aweze kumsaidia Mwakilembe asije akapigwa chuma. Nakushukuru bwana. Sasa hebu tuambie, kitabu kinauzwaje? Kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu, Mwakilembe ni shilingi 40,000 pamoja na usafiri. Shilingi 40,000 pamoja na usafiri ndani ya nchi hii. Kwa hiyo utapiga 0762155025 kupata kitabu hicho cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. 0762155025 upate kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Mwakilembe, usiunyime ubongo maarifa ndugu yangu. Haya, nakushukuru bwana. Haya.